ni maneno Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anahama kutoka Maka kwenda Madina aliyasema. Alisemaje? Wallahi, nawaambia Allah, innaki we Maka, wewe ndio Maka, la ahabu biladi ilahi ilayhi, yani katika miji ambayo ninayopenda mimi, katika miji ya Allah ninayoipenda mimi ni wewe mji wa Maka. Walaula anna qaumaka, lau kama si hawa Maka, wewe mji wa Maka, Makureishi hawa makafiri na kafiri akhrajuni minki, walipofanya njama za kunitoa mimi lau si kama hawa kusema ukweli makharajusiriku. Angalia sharafu ya Bwana Mtume Muhammad inalilia mji wake. Kwa nini inalilia mji wake? Kwa sababu katika miji ambayo anaipenda. Wewe kwa nini upendi nchi yako bila ambaye unapenda? Unaweza maneno ili wewe usaidie nani? Kama Muislamu fuata hizo maelekezo ya Uislamu. Msikilize Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatamani mji wake. Ayo rahima ya mu'minun. Hadithi hiyo wapi yote? Fahamu watu ni fitra. Basi mwanadamu kupenda nchi yake ni katika mambo ya fitra, maumbile. Unatakiwa upende nchi yako. Hivi unasikia kuna Israeli. Kuna kikombe cha uji hapa. Na miogo yako mitano hapa. Asubuhi ile. Na ukapata pesa ya maji mkani. Hivi ni sawa na kuama nchi zingine uko unapata kila kitu na wewe wapi bora? Labda kule ambaye ni wallahi sisi nao jana wanasoma jaisi wanatamani yomyo, wanatamani ngano ndogo iwezekana kuwatumie kufikishie. Kwani hawali wanakula kila siku chakula ya bega, lakini wanatamani mji wa kwao. Dharura tunachukua ndio wameweka kwenda. Sasa wanatamani hapo utumishi. Ndio tunafuata. Wadifaa anhu wadhifa, kutetea nchi yako endelee kwa amani ni wajibu. Wabinau wa ibada, na kujenga nchi yako ni katika ibada. Wa khiana khusra, na kufanya khiana nchi yako ingie kwenye matatizo, kwenye majanga, hiyo ni hasara iliyokuwa kubwa. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النعمان بن بشير tulipokia hadithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, hadithi hii ni muhimu sana kabisa. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال لو أن أردنا في نسيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا jamia. Hadithi muhimu sana, inakupa mfano wa sisi vile ambavyo hivi leo tunatakiwa kuishi. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul qa'imi fi hududillah, mfano yule anayesimama kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal waqi' fiha, na yule anaingia kwenye mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali qawmi, kama vile mfano wa watu fulani istahamu ala safinati, waliopanda wakataa juu ya jahazi wakawa na safina, fa asaba ba'dhum a'laha, na baadhi ya wasafiri ambao walipanda kwenye jahazi baadhi yao wakawa juu, wa ba'dhum asfaliha, na baadhi yao wakawa chini ya jahazi. Yani mbele ina sehemu ya juu na ina sehemu ya chini. Kwa ufupi wale ambao wanakwenda Zanzibar wanaona kuna wale wanaokaa juu na kuna wale ambao wanaokaa chini. Fafalo anaendelea na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakanda alladhina fi asfaliha, basi wakawa wale ambao walikuwa kwenye tabaka ya chini, idha staqau min alma, wanapotaka kuchota maji, maru
fa in tarakuhum, ikiwa hawa wachini wajuu hawa wakawaacha wale wachini, wama aradu, na ile nia ovu na lile kusudio lao wanaolitaka, wakawaacha watoboe ile jahazi chini, na kama hawakuwashika mkono halafu jamia, watazama wote, hakuna atakayesalia, hakuna atakayeepukika na janga hilo litakalotokea. Wa in akhadhu ala aydihim, na ikiwa atakamata mikono yako, msifanye hivi kama tunavyofanya sisi hivi, msifanye hivi, msitoboe jahazi chini, endeleeni kuchukua maji juu ili tuendelee tuwe na usalama na amani, tufike salama. Wakawaacha waendelee kuchukua jahazi chini ili wapate maji kwa urahisi, na ikatokea wamefanikiwa, halafu jamia watahiliki na kusaka wote. Lakini wa in akhadhu ala aydihim, ikiwa watakamata mikono yao, najau wao ndio juu, wataokoka, wanajau jamia, wataokoka wote. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, hivi ndivyo nchi inatakiwa ilinde. Hapeni mfano mwingine kama mjenielewa. Kama yote kuwa askari wa kwanza kwenye familia yako, ndugu wako, kaka yako, dada yako, na nani, akiwa mwovu, akiiba, akiwa jambazi, akiwa akafanya jariba, akafanya tukio ovu, maskari wakamkamata, akampeleka polisi, akampeleka mahakamani, of course wewe utalazimika kumsaidia ndugu yako, na hili maarufu unajua. Ukazini ukapiga simu, bwana mkwao fulani hapa akakuta barabarani hapo afuta bangi, kachukuliwa kapelekwa Maturubai. Akatoka Maturubai, unaacha kazi kwa na ulimbio ndio ndio Maturubai. Jamani vipi nikuta kwenye shule la kitabu jamaa yako anafuta bangi, ndio tumkamata. Kwa hiyo ndio kwa hiyo umepoteza muda wewe. Utatoa dhamana, utafikia dhamana ili atoke. Hilo jambo dogo. Lakini kitokea kaua kuanzia hapo kesi, wewe kama ndugu unaathirika. Rudisha sasa kwenye jamii yako yote ya nchi nzima. Wote tukawaoni kwa ovyo. Maana yake nchi na hao ndio watajapo nyuma wote wanawajibika. Watawajibika kuangalia wewe, kulinda wewe. Kwa nini tufikishe huko? Ndugu zangu wa Islamu, kama hamjui niwaambie